kama au laiti au jamaa wanne waliokwenda kule kuutali mwezi angekuwemo Muislamu, yani hao wajamaa wanne, mwanamke moja na wanaume watatu, angekuwemo kwenye hiyo safari Muislamu, na kwa bahati mbaya awe ndiye kiongozi wao, ndugu zangu, ile habari wangerudi nayo au Waislamu, awe ni moja au awe ni wote, wacha tuchukulie basi ni wote wale wana majini ya Kiislamu, wacha tuchukulie kwamba wangekuwa ni wote wana majina ya Kiislamu wankwenda kuutalii mwezi kule nadhani mitandao ingekuwa shalipuka. Lakini nafurahishwa na mmoja miongoni mwao aliposema, miongoni mwa maneno aliyosema, akasema atokiwa juu huko unamhitaji Yesu Kristo. Lakini mimi nakwambia kiukweli, kihalisia, na hili nalokwambia unalijua, unalifahamu, kama wangekuwa ni Waislamu ndo wankwenda kwenye mwezi, ile habari ingeongezwa chumvi na hao mnaowajua wanaotumia mitandao, hao mnaowajua kwa mitandao, na hata yule ambaye angekuwa ni Muislamu akaenda kwenye mwezini angerudi na kuongeza ya chumvi. Lakini kwanza nianze upande mmoja, kwa yule pengine angekuwa ni Muislamu akaenda kule, angesema nini? Angesema nilipokuwa eneo fulani nikiangalia mwezi, niliona dalili fulani, picha fulani ya Al-Kaaba. Nakwambia angesema niliona dalili fulani, nikajaribu kuzoom, nikaona ni kama Al-Kaaba vile, exactly Al-Kaaba. Huenda hangetosheka, angesema nilisikia ni kama adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, angeongeza. Na kwa sababu hadithi za wenzetu hazikamiliki basipo kuweka maurul ain, angesema hata nilipoangalia kwa makini ni vile kile chombo kilikuwa kinakwenda kwa kasi mno. Kile chombo kilikuwa kinakwenda kasi sana, lakini niliangalia kwa makini, kaangalia kama naona maurul ain vile, wanawake wenye macho makubwa makubwa vile, lakini chombo kilikuwa kinakwenda mbio, kwa hivyo sikuweza sana kupiga picha. Sasa mnajua tena, sasa huyu ndiye aliyokwenda. Sasa akirudi sasa wapokezi wa riwaya hao mnaojua kwa mitandao sitaki kuzungumza mengi nkaharibu, lakini nakwambia wangeongeza, wangeyapamba yasiyopambika, wangesema kila aina ya sampuli ya hata sijui kama kungekalika. Wangesema hivi, miongoni mwa maneno najaribu kuyafikiria, wangesema, asema sisi tuliwaambia dini ya Allah ni Uislamu. Yule jamaa ni mengi hakusema, lakini kuna alipokwenda msikiti fulani baada ya kushuka, aliwaambia watu kwamba alisikia aya fulani ikisomwa Qur'ani sura ya 3 aya 19, alisikia kabisa, inna dina inda Allahi liislam, alisikia ile. Sasa ni mengi tena anasema alisikia kabisa watu, alisikia sauti nzuri zikisema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, alisikia. Lakini mengi angeweza kuambia, maana sio najua watampiga, watamuua, lazima waweke hiyo kipengele cha kuua, ili maana wanapenda sana
kupenda kuonewa huruma. Sasa hayo ni maneno ambayo naomba Mkristo yazingatie. Huenda ni mepesi, lakini nakuhakikishia kama angekuwa ni Muislamu, narudia usemi wangu, hakungekalika. Mfano ulio hai. Sasa hivi pana vita hivi vya nini? Vya Irani. Je, hujaona vile urongo umetumika kutoka kwa Waislamu kuwafurahisha maamuma? Can you imagine? Na kisha mimi ndio nasema Waislamu wasomi, msizidi kuwalea maamuma, mumewalea wengi. Mtu anaamka na urongo wa hali ya juu, unadhani yeye ndio yuko pale pale katikati ya Tehran anasema, na kisha ukiangalia zile comment, wanazo comment maamuma, mpaka unasema jamani, hivi hawa marafiki zetu si kwa ubaya, hata kugutuka kujua huu ni urongo. Hawa Waislamu wanatia imani yasiyokuwemo. Kama juzi ukazuka urongo. Najaribu kuleta mfano huu, nimeanzia kwa mwezi juzi. Wakasema Mwamerika amepiga magoti, wakasherekea, ametii sheria za nani, yale makataa ya Mwirani ameyakubali, hana kifua mara bup. Sasa sijui tena walisema nini jameni. Waislamu, ndio urongo unaruhusiwa kwenu, lakini amuone kwamba mnasababisha watu kuwa wajinga zaidi. Punguzeni kwa hisani yenu, punguzeni. Msiwalee watu kiasi hicho, ni makosa makubwa. Ni makosa yale. Jambo ambalo sikulifahamu na mpaka wa leo ninajiuliza, dini ya haki ewalee watu wasiofikiria. Baadhi yao, siseme wote, munasema kwamba Muirani amepata ushindi. Jamani, ni kidokezo naweka katika vidokezo vya mwezi vile. Yani kivipi mtu na akili zako timamu, kiongozi wa nchi wa Irani kauawa kiudhalilifu kwake, kila kiongozi anauawa, wewe bado unasema Irani wameshinda? Jamani, hata kama ni kuwapandisha Waislamu imani yasiyokuwepo, tafadhali angalau msemeni urongo, lakini kidogo mpunguzeni. Kwa hivyo mkimalizia kipande hiki, nataka niwaambie Wakristo wenzetu wanajua kupamba. Kupamba wanakujua. No. Kupamba tu wanajua kupamba kiasi ambacho unaweza ukajiuliza wanapata faida gani? Kama moja alisema lakini wenzetu baadhi yao, na wapo Wakristo ambao wamechukuliana na akili kama zao, usizo kalaumu mtu. Moja akasema yeye hataamini kuwa hao watu wankwenda mwezini wamfika huko, hawezi amini. Haya, sasa tuchukulie jamani. Haya, sawa kabisa. Wewe hautaamini, sawa, usiamini. Sasa wewe kukosa kuamini kwako, unaumia kitandani, wewe mwenyewe unalala njaa, hata hujijui unaumia. Huyu aliyekwenda mwezini, yeye kapokelewa kwa furaha, kavunja rekodi ya ulimwengu huu, yeye hata hakujui wewe waumwa, yeye hakujui. Sasa kati yenu nani mjinga? Nani mjinga? Si kwa ubaya. Yaani wewe umekataa. Kwa sababu kweli hata kama ni dini ya haki, basi jamani, maulama wa Kiislamu, fundisheni Waislamu watoe katika kasumba hii itawaueni. Hii kasumba hii ya chuki. Basi tu bwana. Sasa wewe unaumia nini? Kasha kwenda wewe sasa unaanza kutembeza propaganda kwenye mitandao. Mimi sikubali. Kwanza hakujui. Ni mfano mwingine napenda kusema,
president wa Marekani Trump, yeye hakujui. Yeye ni superpower, kiongozi, ana nguvu zake, ana ulinzi wake. Eti wewe unachukua picha yake unaichoma au unaifanya vituko. Haya, msaada wake ndo upi? Wewe ndo unaumiza, mwisho utajichoma miguu ama mikono. Yeye mwenyewe yuko huko na stare zake. Nakwambia hata kama kuna Wakristo wanaingia kwa huo mkorando wa sampuli hiyo, basi msiendelee kuingia katika mkorando. Basi jameni Wakristo, na kuombeni tusiingie katika mambo ambayo yanaweza yakasababisha watu kutuona kana kwamba sisi ni wajinga. Tuwe werevu, tuwe na hekima, tuwe na busara. Tusiige hao jamaa na misisimuko yao. Mungu atubariki sote katika jina safi kabisa la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.